Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyu. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana. Una kazi kubwa sana, na leo baadaye nitakwenda kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao nitaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka 5. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kuyasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Nikutakie kila la heri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la heri. Asante sana.